Oh
Mwokozi wetu Yesu Kristo asifiwe. Amen. Ndio asifiwe kwa sababu daima ni wa kusifiwa kwa sababu anastahili. Kwa hivyo Bwana asifiwe, tunasema amen. Kwa sababu kweli anasifiwa katika kila hali. Yeye anabaki akiwa Bwana, anabaki akiwa mwema. Amen. Amen. Siku ya leo tumejaliwa na Yehova Bwana Mungu wetu kuangalia na kuendelea na yale ambayo tulikuwa tunazungumza, na tumekuwa tukizungumza kuhusu kuwa mashahidi wa Bwana na Mwokozi Yesu Kristo, na leo tunaendelea. Tuko katika Matendo 24, na wiki iliyopita tuliona vile kulikuwa na baraza likakuja, lakini mkutano wenyewe ukafarakana kwa sababu kulikuwa katika wale walikuwa na mshtaki, kulikuwa Masadukayo na kulikuwa na Mafarisayo, na Paulo akasimama kama Mfarisayo kwa sababu alikuwa amehitimu. Hata kuna mahali amejieleza katika moja ya nyaraka zake ya kwamba mimi nilikuwa Mfarisayo wa Mafarisayo. Yaani alikuwa kabisa ndani. Kama vile bwana mmoja alisema tuko ndani kabisa. Yeye alikuwa ndani kabisa katika Ufarisayo. Lakini akakutana na Yehova Bwana Mungu wetu. Na nakumbuka tumesisitiza sana ni lazima tukumbuke mkutano. Na Paulo hasahau kila wakati kuongea mambo ya mkutano, ya kwamba mkutano huo ndio ulibadilisha maisha yake, ukabadilisha mwelekeo wake, ukabadilisha malengo yake. Na katika huo mkutano akajikosa mwenyewe na hili swali ambalo aliuliza, Bwana unataka nifanye nini? Na akaambiwa utakuwa shahidi wangu. Na hiyo ndio tumeitwa kila mmoja wetu kuwa shahidi wa Bwana na Mwokozi Yesu Kristo. Sasa katika huo farakano ambao ilitokea, tunaambiwa ya kwamba ikabidi Paulo apewe usalama, ahamishwe kwa sababu ya Yahudi walitaka kumuua. Na tunaambiwa sasa vile ilivyokuwa baada yeye kupelekwa Kaisaria kwenye makao sasa ya gavana. Sasa ametoka sio chini ya yule kamanda wa jeshi, amemtuma. Tuone sasa itakuwaje. Sasa amekutana na gavana na washtaki watakao, wale walikuwa washtaki wake wakaambiwa wataenda huko. Yule kamanda akawaamuru yule mfungwa, yule mtu mnashtaki sasa yuko wapi? Kaisaria, mwende huko mpeleke mashtaka. Sasa tutaona hayo mashtaka vile yako. Tunasoma mstari wa kwanza mpaka wa 9, mashtaka. Sasa hebu tusikie hayo mashtaka. Tusome mstari wa kwanza mpaka wa 3. Tuone mashtaka yalikuwa namna gani. Tusome. Ndio. Baada ya siku 5, Anania, kuhani mkuu, akateremka na baadhi ya wazee pamoja naye na msemi mmoja, Tertulo. Nao wakamweleza liwali habari za Paulo. Naye alipoitwa Tertulo akaanza kumstaki akisema, kwa kuwa tunapata amani nyingi chini yako Feliki mtukufu, na kwa maangalizi yako mambo mabaya yanatengenezwa kwa ajili ya taifa hili. Basi tunayopokea kila wakati na kila mahali kwa shukrani yote. Hapo paka. Sasa si wamekuja, tunaambiwa baada ya
Mtume Paulo kusafirishwa kwa usiku na akafika huko, hawa walikuja baada ya siku 5. Sasa mimi nawaza hiyo siku 5 walikuwa na zungumza mambo gani? Si wamepata wataenda? Wamepata amri ya kwamba sasa mwende huko. Na walijua msipoenda mtajibu. Kwa sababu mumeleta taharuki, mwende sasa huko kwa gavana. Sasa mambo yako kwa gavana. Sasa ile mipango yao ya kumua Paulo akajua imeambulia patupu, hawezi kumfikia. Na tunaambiwa kwamba baada ya siku 5 kuhani mkuu Anania yuko pamoja na wazee. Na sasa wamepata mtu mmoja anaitwa Tertulo. Wametafuta yule ambaye atawasilisha mashtaka. Na Tertulo tunaambiwa kwamba kwa mazungumzo alikuwa na umahiri katika mazungumzo. Si tumekutana na watu kama hao. Sijui kama unakumbuka kama wakati kuna kesi kubwa inaendelea. Si huwa wanatuletea kwenye televisheni. Utaona wakili amesimama naanza kuzungumza. Wanaanza na wale mawakili wazee. Waanzi na vijana, hiyo ndio utaratibu wa mahakama. Anakuja anazungumza. Sasa Tertulo amesimama. Ni yeye anazungumza mashtaka. Na tunaona anapoanza kuzungumza, anaanza kumsifu Feliki. Anasema, wewe Feliki, wewe ni mtu una busara nyingi. Akamwambia kwamba hata umeleta amani na umeleta ustawi mkubwa katika taifa. Na hii watu wote, imefanya watu wote wamekukubali na kushukuru. Hiyo ndio unasikia watu wakikuwa mbele ya mkubwa wanasema, mtukufu rais. Anasema. Na ni viongozi wanapenda hivyo, si ndio? Sasa huyu umesikia pia ameambiwa. Ndio njia ya kujipendekeza. Ya kwamba kila mahali watu wote wameona kazi yako na watu wanakushukuru. Feliki akaona kweli. Sasa anasema, mimi niko na maneno machache tu. Si ndivyo mawakili wanaongea? Wakitewa, mimi kesi yangu tuna maneno machache tu. Na akatoa maneno machache. Akasema ni kuhusu huyu mtu ambaye anaitwa Paulo. Huyu mtu sasa anaanza mashtaka yake. Kwanza amekuwa ni tauni. Yaani si tunajua ugonjwa wa tauni. Yaani ni ambukizo mbaya limekuja kwetu Wayahudi. Kwa sababu akiwa tauni amekuwa mchochezi wa mafarakano. Na katika uchochezi wa mafarakano kati ya Wayahudi, dunia na pia kote duniani amekuwa hivyo. Amekuwa ni kiongozi wa dhehebu fulani la wanadhiri. Na hata alijaribu kufanya najisi hekalu. Na watu walimkamata wakitaka kumhukumu kulingana na sheria zetu Wayahudi. Lakini jemadari mmoja ama kamanda mmoja anaitwa Lysia, kwa nguvu nyingi akakuja akatujanganya. Lakini sasa baadaye ametuma amri tuje, na ndio sababu tumekuja. Na hii mambo nakuambia Wayahudi wote wamekubaliana nayo, ndio hivyo na ni kweli. Basi umeona vile amezungumza ni mzungumzaji mahiri. Lakini nakumbuka kesi ilikuwa wakati moja hapa Kenya. Na wakati wa mahakimu wanazungumza akasema ya kwamba yale mambo haya yameelezwa
ni mambo ambayo hayana udhabiti katika sheria na hata katika Kenya. Na hapa ndipo tunaona, kwa sababu umesikia hayo mambo yote wamesema. Kwanza yamekuwa nini? Tauni. Yaani ni mtu mchochezi. Amekuwa mchochezi. Lakini tukienda mahakamani, hata mtu akiwasilisha kesi, si usema huyu amekuwa mchochezi, na akisema anaita mashahidi, si ndio? Hapa tunaona akiita shahidi. Hapana, anasema hata Wayahudi wote wanajua hivyo na wamekubaliana hivyo. Wewe fikiri, wadani, mmenishika mimi, mmesema mimi ni mwizi, si ndio? Na mnasema hata kijiji chote tunajua huyu ni mwizi. Lakini mlimshika ameiba nini? Si ndio? Mlisikia akitoa maneno ya uchochezi, mnamshtaki. Ni maneno gani na shahidi yuko wapi? Na mnakumbuka hata Paulo akijitetea, yeye alikuwa anasema mambo yake mwenyewe. Si ndiye ameshtakiwa? Akijitetea ni mambo yake. Hawa wanaomshtaki wangekuja na mashahidi, hawana ushahidi isipokuwa kusema alifanya. Si tukirudi nyuma tunaona Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo aliposhtakiwa ilikuwa hivyo hivyo. Watu wanasema alisema hivi. Alisema tusilipe ushuru kwa Kaisari. Alafu huyo ni Gibson anasema hivyo. Naye David anasema hapana, alisema tulipe. Si ndio tuliambiwa? Walikuwa mmoja anatoa mashtaka, mwingine anampinga. Mpaka wakaona kweli hii kesi yetu ikienda na mambo kama haya itaanguka. Wakasema tutafute mashahidi wawili wazuri, tuwalipe kile wataitisha, waseme alifanya kitu ambacho kitasimama. Lakini hata hivyo ushahidi huo haukusimama. Sasa wamesema tu hivyo ya kwamba Wayahudi wote wamekubaliana huyu mtu afanye nini? Ni mbaya, atolewe. Lakini hakuna hata shahidi mmoja amesimama. Hakuna ushahidi wowote ambao wameleta. Na mahakama inatakiwa ikubali huyo mtu amekosea. Tunaambiwa nini hapo funzo? Lipo katika Waebrania 12:3. Inasema hivi: maana mtafakarini sana yeye aliyeyastahimili mapingamizi makuu namna hii ya watendao dhambi juu ya nafsi zao, msije mkachoka mkizimia mioyoni mwenu. Hiyo ni nani? Ni Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Ya kwamba alistahimili. Kwa sababu tumesoma mambo mazuri yale alifanya. Alizungumza. Hata wakati mmoja bwana mmoja anasema nataka waambie ndugu yangu anipe mali yetu. Anasema hapana, mimi sikuja. Sikuja kuwa muamuzi wenu. Kuna kusudi nilikuja nayo. Lakini lazima wangetafuta, kwa sababu alikuja na alitaka kubadilisha vile mambo yalivyokuwa. Sasa tunaambiwa basi sisi tutakutana na mambo kama haya. Tutakutana na kesi ambazo zitafanywa kinyume chetu. Tutakuwa tunashtakiwa. Lakini tujue, hata kama mashahidi watakuja na waseme ndio nilimuona, ndio alisema, ndio, na ni uongo, sisi hatutakuwa wa kwanza kushtakiwa mashtaka, kuwasilishiwa mashtaka ya uongo. Na hivyo ndivyo yuko hapa kwa Paulo. Kwa sababu wamesema alifanya, ni tauni, ni mbaya. Lakini huo ubaya waonyeshi.
kwa sababu wangesema alipoenda mahali fulani alisema hivi hivi, na mashahidi wamekuja, au mashahidi 5, mashahidi 3, mashahidi 10. Kwa hiyo tumesikia ni dunia yote amekuwa akifanya uchochezi, lakini hakuna hata shahidi mmoja. Na basi hapa tunaambiwa nini? Tunaambiwa tustahimili, tukuangalie huyu aliyestahimili. Wenye dhambi watakuwa duniani, wako duniani, na watajaribu vile wanaweza kufanya kutuangusha sisi. Lakini tustahimili tukiangalia yule ambaye tunamfuata, yule ambaye alistahimili hayo yote. Yeye alistahimili uongo. Si hata amefanya kazi mzuri, anaponya. Alafu nikoja sema achana na huyu. Anatumia nani? Beelzebub. Huyu ni mjumbe wa Beelzebub. Sasa anasema sawa, kama mimi ni mtume wa Beelzebub, ni mimi mtu wa kwanza kufanya miujiza? Yesu ndiye alikuwa wa kwanza kufanya miujiza? Si wengine walifanya na wakakubali, lakini yake wanasema ni Beelzebub. Akasema, je, wengine wenu na wanao wenu ambao wamefanya miujiza pia hao ni Beelzebub? Akasema kama si basi, kama ni Beelzebub ameamka kinyume chake mwenyewe, namna gani hii mnasema? Kwa hivyo sisi tuastahimili. Tukiangalia yule alistahili, sisi tufanye nini? Tusahimili, kwa sababu tutakutana na mashtaka kama haya ya uongo, tutakutana na kusingiziwa maneno. Amen. Amen. Basi 20 kuanzia 10 mpaka 21 tunaona utetezi wa Paulo. Si hao wamesema na wamemaliza kesi. Sijui hata alichukua dakika ngapi hiyo kusema hayo mambo. Amesema tu kusema. Unajua kusema si ni rahisi. Si mtu hata atasema mimi nimefika Dubai. Nimefika hata mimi na hapa naweza nikawaambia mambo mengi. Dakika kidogo mengi yale nimefanya, yale nimeona. Lakini mkiniambia hebu thibitisha, hiyo itakuwa kibarua. Kwa hivyo hata Tertulo huyo walimtafuta, sijui labda Tertulo tutamlinganisha na hawa mawakili wako kama ni katika nchi ya Kenya na nchi zingine mashuhuri. Siku na wale wanajulikana. Wadana anatetewa na fulani, si ndio? Lakini hakuna utetezi, mali hakuna ukweli, ni uongo tu, si ndio? Basi tujue hivyo. Sasa Paulo ameitwa afanye nini? Ajitetee. Na katika Paulo kujitetea tunaona mambo mawili. Jambo la kwanza ambalo tunaona ni kuanzia 10 mpaka 16. Tunaona Paulo akifanya nini? Akikanusha. Ya kwanza tumeona mashtaka, sasa tunaona utetezi. Na katika utetezi wake tunaona kwanza akikanusha. Si amwambia ni mchochezi, amwambia ni tauni. Alitaka kuleta unajisi kwenye hekalu. Mambo kama hayo yote ambayo aliambiwa, amesikia, sasa anajitetea. Hebu tusome mewe tafadhali Washiko 10, 11, 12. Tusome. Na liwali alipompugia mkono ili anene, Paulo akajibu, kwa kuwa anajua ya kwamba wewe umekuwa mwamuzi wa taifa hili kwa muda wa miaka mingi. Najitetea mwenyewe kwa moyo wa furaha, maana waweza kujua ya kuwa hazijapita siku zaidi ya 12 tangu nilipopanda kwenda Yerusalemu ili kuabudu. Watu hawa
hawakuniona ndani ya hekalu nikihojiana na mtu au kufanya fujo katika mkutano, wala katika masinagogi, wala ndani ya mji. Fike hapo. Sasa Paulo amesimama sasa ajitetee. Anasema siwezi ni kumsifu Feliki vile ni mtu wa nguvu, si ndio? Anasema ni kupaka nini? Mafuta. Anaongeza mafuta. Na watu wengi wanapenda hivyo, si ndio? Angalia Paulo vile anamwambia. Anamwambia Feliki, niko mbele yako na nasikia nikiwa mchangamfu ya kwamba wewe umekuwa mwamuzi katika taifa letu kwa muda mrefu. Kwa hivyo unaelewa mambo, si ndio? Na kinaendelea. Umesikia kimsifu na nini? Sisi si watu wa kutoa sifa za uongo. Sio watu wa kujipendekeza. Hebu wakati tutafika mahali tunajitetea, tuongee tu ukweli na tuongee ukweli rahisi, bila chumvi, bila pilipili hoho, bila kuongeza, si ndio watu wanapenda? Kuongeza hoho, kuongeza nini? Kuongeza dandia, kuongeza pilipili manga, si ndio? Paulo hana hiyo yote, yeye anasema tu, najua wewe unajua desturi na sheria zetu. Kwa hivyo siogopi kuongea. Utanielewa. Anasema tangu mimi kuja na mpaka leo hazijafika siku 12. Lakini simeona makosa yale yuko nayo ni mengi. Hata siku hizo zote. Nakumbuka bwana mmoja alikuwa mahali, mtu mmoja akatoa taarifa ya mambo yake mabaya. Lakini yule mtu alikuwa anapoa habari, akasikiliza. Na huyu alikuwa amemwajiri mtu kazi, si amesikia vile ameambiwa habari ya mtu huyo fulani. Akakuja akasema, wakati huyo hayuko, akamuuliza, kuna kitu swali nataka kukuuliza. Nimesikia habari ya Dave, si unamfahamu Dave? Yale mambo nimesikia ameshtakiwa. Siamini mtu mmoja anaweza kuwa na makosa mengi hivyo. Ni namna gani huyu mtu yuko namna gani? Huyu akamwambia ukweli wa mambo. Kwa hivyo Paulo anasema ni siku 12. Na hiyo siku 12 anasema mimi nilikuwa Yerusalemu kuabudu. Kusudi langu kuja Yerusalemu ni kufanya nini? Ni kuabudu. Si hata tulisoma alisema nataka kufika huko kabla ya sikukuu impate akiwa huko. Si ndio amesema? Na hata alipoenda kuabudu, si ni kina Petro na wazee walimwambia uende na ujiunge. Na wale watu walikuwa wamechukua kiapo, wamemaliza kiapo chao. Mwende mjitakase. Na akasema kama Myahudi ni sawa nitafanya. Sasa akasema mimi hekaluni sikupatikana nikibishana na mtu. Ni kweli? Kubishana na mtu, hakuna mtu yeyote alibishana, si walimkuta tu na wakamshika. Hajaongea na mtu. Alafu akasema pia hakuna mahali nilipatikana nikichochea umati kwa jambo lolote. Mtafanya. Si hapa Kenya tumeona wakati mwingine wanasiasa wakichochea. Lakini kama uko upande wa upinzani ukichochea, wewe unashikwa, si ndio? Unajikuta huko mbaroni, umejikuta huko kotini. Lakini kwa upande wa wale wanatawala wa serikali, utachochea na ufanye, lakini hakuna mtu atakuuliza. Akasema hakuna mahali nilipatikana na umati. Si ni kweli? Kuna mahali tunaona Paulo na umati? Hakuna. Sasa akasema kwa hivyo wala katika masinagogi mjini
Hakuna mali nilipatikana ati hata hakuna mali nilipatikana nikifanya, nikichochea, nikibishana. Hata katika masinagogi, kama kuna sinagogi niliingia, mimi niliingia na nikatoka. Sasa hata mjini, alafu akasema jambo muhimu sana ya kwamba haya wananishtaki hakudhibitisha, kwa sababu kama kweli nilifanya kungekuwa mashahidi. Hakuna shahidi hata mmoja ametokea. Ni story tu, ni ngano tu, ni hadithi tu, ni visa tu tunapewa, ni kisa tu tunapewa. Si hizo ndizo tunaita porojo. Ni habari tu ambazo hazina ukweli, hazina za kama zile tunasema za kupitisha wakati. Akasema sasa hata wanaongea mambo ya dhehebu, wananisema mimi nimekuwa mtu wa dhehebu, kiongozi wa dhehebu. Lakini wametoa ushahidi dhehebu langu ni gani na linafundisha nini na linafanya nini? Hakuna. Sasa akasema yeye anaamini kila kitu kinachoandikwa katika Torati na sheria. Yaani hizi ananiambia na Torati, mimi nimeamini yote. Hakuna kitu napingana na Torati, hakuna mahali nimepingana na sheria. Lakini hata hawa, kile ambacho mimi nimejipata hapa ni ya kwamba nina tumaini la Israeli, nina tumaini la ufufuo wa wafu. Yaani nina tumaini kuna mambo mengine zaidi ya hapa, yaani tungoja tukitoka duniani, ufufuo wa wafu ambao watu wote watafufuka, watafufuliwa, wenye dhambi na wasio wenye haki. Kuna siku watasimama kuhukumiwa. Na kila mara basi mimi kama Paulo, anasema Paulo, ninajitahidi katika yote nafanya niwe na dhamiri safi mbele za Bwana Mungu na mbele ya watu. Niwe na dhamiri safi. Kwa hivyo mimi nimekanusha na kusema kweli hakuna shahidi ambaye amesimama kwa hayo mashtaka. Sasa hivyo ndio anakanusha. Si mtu anakanusha kwanza na anasema kwa nini anakanusha. Tuone jambo la pili. 17 mpaka 21. Sasa anatoa ukweli wake. Mimi nimekanusha na sijasikia mtu yote ambaye ananishtaki na sijasikia ushahidi wowote. Basi hebu nieleze ukweli wangu. Si ndio mtu usema? Nasema, wamesema hakuna nini, lakini hiyo siku wanasema, sasa si ndio nasema ukweli. Hiyo siku nilikuwa wapi? Nilikuwa nafanya. Hata hiyo siku wanasema siku hapa Sabasaba. Nilikuwa Kisumu. Na hata hiyo ndio ukweli. Sasa ukweli ambao hawa hawakuwa na ukweli wote, hawa walikuwa tu ni maneno. Somee 27 tafadhali na 8 na 9. 27. 17, 18 na 19. Ni 17 si 20. 17, 18, 19. Some. Baada ya miaka mingi nalifika niwaletee watu wa taifa langu sadaka na matoleo. Wakaniona ndani ya hekalu nikishughulika na mambo haya, hali nimetakazwa, wala sikuwa na mkutano wala kazia. Lakini walikuwako baadhi ya Wayahudi waliotoka Asia, ambao imewapasa hao kuwapo hapa mbele yako na kunisitaki kama wana neno lolote juu yangu au
watu hawa wenyewe na waseme ni kosa gani walioliona kwangu niliposimama mbele ya baraza. Ndio. Sasa anasema ukweli ya kwamba mimi kuja Yerusalemu nilikuwa nimekuja na misaada, sadaka kutoka kwa mataifa. Kule nimekuwa nikihubiri, kule nimekuwa na shughuli na kuleta misaada hapa Yerusalemu kwa watu wa Yerusalemu. Halafu Wayahudi kutoka Asia kule nimekuwa ndio walikuja na kuwachochea watu. Na waliponipata hekaluni, mimi nilikuwa nimekuja kujitakasa. Si tunakumbuka ndio waliambiwa na kina Petro, sisi hatuna swali na wewe, basi enda ujiunge na hao mjitakase kama desturi ya Wayahudi. Kwa sababu kulikuwa na desturi, baada ya muda unaenda kanisani kujitakasa, unatoa dhabihu ambayo inafaa. Halafu na nilipokuwa hapo sikuwa na umati, hapakuwa na umati, ni mimi na wale tulikuwa nao hekaluni. Lakini hawa wenyewe ndio walipaswa kuwa, kama walikuwa na shtaka lolote, hao walionikamata ndio wangekuwa hapa. Simuizi akishikwa, wale walimemshika ndio wanakuwa mahakamani. Haendi alafu watu wengine wanakuja kusema hata polisi hawatasema huyu aliiba. Wataleta mashahidi wale waliomshika. Kama ni wadana aliiba baiskeli, watasema na baiskeli yenyewe sitakuwa hapo. Lakini hapa sema hao ndio wanapaswa kuwa. Na kusema kweli, si tulikuwa na baraza. Hata kwa baraza hawakuleta mashahidi. Hivyo ndivyo wangefanya. Ile baraza ambayo baadaye ilivunjika kwa sababu ya farakano, wangekuwa na mashahidi. Akasema kuna kauli moja, kama kuna kitu mimi tu nilisema ni ya kwamba kuna ufufuo wa wafu, basi hiyo tu ndio ananihukumia. Kusema ya kwamba kuna siku ya kiyama, kuna siku watu watafufuliwa na watajibu. Hiyo sikanushi, hiyo nimesema. Na hiyo ndio nashtakiwa. Tumeambiwa tunaposema toa ushuhuda wetu ama ushahidi, tunaongea ukweli. Hatuongezi, hatupunguzi, hapana. Kama kuna makosa, tupatikane tuna makosa na yale tulifanya. Na hivyo ndivyo Paulo alisema. Hiyo tu ya kwamba kuna ufufuo wa wafu. Sasa kama hiyo ndio nimehukumiwa, nasema sawa. Hiyo nilisema. Funzo ni nini hapo? Katika Petro wa kwanza 4:15 tunaona funzo limewekwa vizuri sana hapo, ya kwamba maana mtu wa kwenu asiteswe kama muuaji, wala mwivi, wala mtenda mabaya, au kama mtu ajishughulishaye na mambo ya watu wengine. Umeona vile tumeambiwa? Ati nitakaposimama mbele ya mahakama nisikue kama muuaji au mwivi au mtenda mabaya, ama kama mtu anayejishughulisha na mambo ya watu wengine. Naambiwaje? Nijichunge mwenyewe na mambo ya wengine niachane nayo. Kwa sababu ukiingilia mambo mengine utajikuta huko. Sintashikwa nilisema wadana alifanya na sijui. Sasa mimi nikijikuta huko ndaambiwa na kuwe na shahidi anasema alisafanya.
Sasa huyu hakuna shahidi, amesimama na mashtaka na washtaki wake bila ushahidi wowote kutolewa. Tuwe hivi. Jambo la tatu, la tatu, somo la katika hayo ni kuahirishwa. Tunaomba muda hiyo, hebu tusomee 22 na 23. 22, 23. Basi Feliki aliwaahirisha kwa sababu alijua habari za njia ile kwa usahihi zaidi. Akasema, Lisia jemedari atakapoteremka, nitakata maneno yenu. Akamwamuru yule akida kwamba Paulo alindwe ila awe na nafasi, wala asimkataze mmojawapo wa rafiki zake kumtumikia. Sasa si Paulo amejitetea na ametetea ukweli wake. Huyu mtu sasa aliyafanya nini? Afanye uamuzi. Lakini akasema, ningetaka nisikie yule Lisia. Sinakumbuka Claudio Lisia. Yule alikuwa hicho kikosi. Na alikuwa kamanda wa kambi iliyokuwa Yerusalemu. Akasema kabla huyo akuje, tungoje na yeye tumsikie vile ilikuwa. Sasa akaambua ule akida alikuwa amesimamia hicho kituo ama hiyo kambi ya Kaisaria, akaambua chukua Paulo aendelee kufanya nini? Kufungiwa. Lakini ni kwa usalama wake. Na aruhusiwa asizuie mtu yote anataka kumuona. Sasa Paulo akakuwa hapo. Ameahirishiwa. Sasa tunaona nini somo hapo? Liko katika Isaya 41:10. Nasema hivi, usiogope, kwa maana mimi ni pamoja nawe. Usifadhaike, kwa maana mimi ni Bwana Mungu wako. Nitakutia nguvu, naam, nitakusaidia, naam, nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Hiyo ndio ahadi ambayo tumepewa na Mungu kubwa sana. Ya kwamba tusifanye nini? Tusiogope. Kote ambako tutajikuta tumesukumwa na mashtaka, yakiwa ya kweli tukubali, yakiwa ya uongo tukatae na tuseme ukweli wetu bila kushindana na bila kuongea zaidi na kurefusha mambo. Tuseme tu ukweli vile Paulo amesema. Bwana Mungu ametuambia katika yale yote tumepitia, na tutapitia mambo tukiwa hapa duniani. Tutakutana na mambo ambayo hatukutarajia, mambo ambayo hatukupanga, kwa sababu tuko hapa duniani na duniani ni ya kuyumba. Leo hivi, ile kesho mambo tofauti. Lakini hapa tunaambiwa tusiogope. Gibson, mbona usiogope? Kwa sababu Mungu anasema yuko pamoja na wewe. Wadamu, ati usifadhaike. Kufadhaika si ni kukosa amani. Unashindwa uikarate au tukakaa namna gani, haya mambo tutafanya nini? Sasa ni nini hii? Unaambiwa usifadhaike, maana mimi ni Bwana Mungu wako. Mimi ni Bwana Mungu. Akasema nitakutia nguvu. Si nguvu ile napata kutokana na ujuzi wangu na kuelewe vile naelewa sheria na vile niko na pesa, nina wakili mzuri. Hapana. Nitakutia nguvu. Naam, nitakusaidia. Wewe fikiri Wadan, hata DC wa Murang'a akikwambia atakusaidia,
sitajua mambo yako Murang'a iko sawa. Je, rais wa taifa ile akikwambia atakusaidia? Nakwambia usijali, nitakusaidia. Alafu hapa anamaliza anasema, nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Wewe fikiri, Bwana Mungu anasema hata kushika mkono wa kushoto, mkono wa kulia, mkono wa kuume ndio atakushika wa haki yake. Si ni ajabu hiyo? Si ni jambo linapaswa kutufanya tukae tukiwa na starehe, tukiwa na furaha na tumechangamka hata wakati mambo yamekataa. Amen. Amen. Hivyo ndivyo tunaambiwa. Kesi imeahirishwa, Paulo anaambiwa weenda. Sasa yuko huru. Watu kuja wakitaka kumsaidia, mtu anamletea kitu, asizuiwe. Kwa sababu kisheria ya Rumi hajapatikana na makosa, ni mashtaka tu. Uamuzi bado haujafanywa. Ya 4, kuogopa. Hebu tusomee 24 mpaka 26. Tunaona kitu kinaitwa kuogopa. 24:26. Kadhaa kwa kadha, Felike akafika pamoja na Drusia mkewe, aliyekuwa Myahudi. Akatuma kumwita Paulo, akamsikiliza habari za imani iliyo kwa Kristo Yesu. Na Paulo alipokuwa akitoa hoja zake katika habari ya haki na kuwa na kiasi na hukumu itakayokuja, Feliki akafanya hofu, akajibu, sasa enenda zako, nami nikipata nafasi nitakuita. Pamoja na hayo, alitaraji kwamba atapewa fedha na Paulo. Kwa hiyo alimwita mara nyingi, akaongea naye. Sasa huyu Felike si yuko niye governor. Tunaambiwa siku moja anakuja, baada ya siku kadhaa anakuja akiwa na mke wake. Mke wake aliitwa Drusilla. Na Drusilla alikuwa Myahudi. Felike ni Mrumi. Alifika Uyahudi akapata mke Myahudi. Hatu anakuja kwa Paulo. Sijui aliambia mke ama ni Drusilla, hatujui nani aliambia mwingine twende tukamwone Paulo. Hatu akakuja. Wakamwambia wewe, hebu tuambie hii imani unasema, si tulisema pale alielewa hiyo imani. Paulo alipojitetea akaelewa vizuri imani ya Paulo vile iko. Akamwambia njoo. Akakuja njoo utuambie. Paulo hana tatizo. Wewe fikiri ni wewe, si hapo ungeona huyu mtu anakusumbua. Naye haoni akisumbuliwa. Tunaambiwa kwamba Paulo aliongea, akatoa ushuhuda wake na akahubiri. Akamwambia kuhusu haki. Si haki, tunajua haki ni nini? Haki kwa urahisi ni usikose. Mpe mtu haki yake. Akaambiwa haki, yaani ukifanya mambo ufanye mambo kwa ukweli. Na pia akaambiwa juu ya kujidhibiti ama kuweza kujitawala katika mambo yako. Leo Gibson katika wakati wa kujifunza Biblia akatuambia kuhusu nabii moja, ama ni nabii alikuwa wale muamuzi moja kipindi kile kabla ya kina Daudi na wafalme na kina Sauli, aliitwa Samsoni muamuzi, ndio?
Samsoni alishindwa kujidhibiti, kwa sababu kila litaka akiona kitu kinampendeza mara moja yuko hapo, hajali. Ni mnathiri wa Mungu, lakini hiyo haimsumbui na haimsumbui. Amebarikiwa na Mungu, amepewa nguvu za ajabu, lakini yeye hajali na hana hiyo shughuli. Amekosa kujidhibiti. Akienda mahali Timna, anaona mwanamke, mara moja anakimbia huko. Kidogo mahali pengine mpaka akakutana na mmoja ambaye anaitwa nani? Delila. Delila akampenda, amejisahau. Na baadaye tunaambiwa akanyolewa nywele. Lakini katika hizo zote tukiangalia ni hatua. Kila hatua anaenda kombo mpaka akajikuta ameenda kombo kabisa, ati hata huyo akamsumbua, akasikia ati hata yeye akaumia, ati anaumia kwa sababu ya Delila. Na Delila ni nini? Yuko kazini, si ameambiliwa pesa na wamekubaliana ati huyu kumweza tu tuweze kujua nguvu zake, tumweze sisi kumshika, na akaambiwa. Sasa hata akalala tu, ya hajali, na ametoa siri ya nadhiri yake, kiapo chake, huduma yake na Mungu, sababu ya nguvu. Hakupewa tu nguvu tu ndio ati akienda akikuta malango anavunja, akishika simba anachukua simba anamrarua. Hapana. Ati anaua watu, hapana. Alikuwa na kusudi, na kusudi lile aliinuliwa na Mungu ni kuwapiga hao Wafilisti, kuwamaliza hao Wafilisti, kwa sababu wamekuwa ni chukizo mbele ya Mungu, kwa sababu hawapatii watu wa Mungu amani, ni kuwashambulia tu na ni kuwatesa. Na inaonekana Wafilisti walikuwa na nguvu kuliko watu wa Mungu, ndipo sababu akainuliwa. Huyu mtu ameambiwa kuhusu kujidhibiti na pia hukumu inayokuja. Fikiri mtu hana hayo mambo yote, hana haki, hana nini, umwambia ya kwamba kuna hukumu inakuja. Huyu akaogopa. Akasema ule hiyo ngoja kidogo, acha tu, si hata labda aliangalia saa, ama akasema kuna mahali nitarudi wakati unaofaa. Lakini ni kuogopa. Hebu tuwe waaminifu katika ushuhuda wetu, ili mtu tukiongea naye na tukimshauri na tukimwambia, anakuwa na huko kuogopa, ajue kama ni wale hawaogopi, wewe mimi nimempa ujumbe na amesikia. Akishasikia basi huyu aliogopa, akasema wakati unafaa nitafanya nini, tutaendelea na mazungumzo, nitakuja. Lakini tunaambiwa ya kwamba mara kwa mara alikuja kwa Paulo kuzungumza naye, lakini tunaambiwa alikuwa na ngoja, anataka Paulo lakini amwambii. Alikuwa anataka Paulo afanye nini? Ampe pesa, alipe. Si huyu ni mtu, ana watu wanaweza kutuma pesa. Na tunajua katika hii nchi, na si nchi, hata nchi zingine, ukikutana na yule ambaye anapaswa kushikilia sheria, ni mvunjaji mkubwa. Hata ukipatikana na makosa anakuambia, sasa wewe unaonaje? Si ulete hii nini, hii mambo ikwisha. Si hivyo ndivyo huyu anamwambia? Ya kwamba alikuwa anafikiri na ndiye atatoa pesa. Sasa hapo mbele tulisikia ya kwamba huyu Feliki alikuwa mtu ana busara, amesifiwa kuleta amani na ustawi mkubwa katika taifa.
imewafanya watu wamkubali na kumshukuru kila mahali. Umesikia? Na umesikia sasa huyu anataka apewe pesa amwachilie. Kwa sababu ameona hakuna kesi. Wanaongea tu lakini baadaye anaenda na ngoja Paulo labda atume wale watu, si watu wanakuja kumuona. Tumtafutie huyu bwana kitu tu. Lakini akasahau Paulo yeye alikuwa na kusudi, si ndio? Na Mungu alikuwa amemwambia kupitia minyororo utapata minyororo, lakini utafika wapi? Sasa huyo anafikiri Paulo hana mipango. Na hebu basi hapa ndipo tunahimizwa tuwe watu wana mipango na kusudi. Ati mimi najua kule naenda. Paulo si alijua kule anaenda wapi? Rumi. Na hata Mungu amemwambia atafika mpaka Rumi. Kwa hivyo atalipa na anaenda Rumi. Si alijua. Kwa hivyo hangelipa. Sasa siku ya leo unaona ukipata haki unanyimwa haki kwa sababu hujatoa 500, si ndio? Hujatoa 1500. Mwizi anaachiliwa, unashindwa kwa nini? Huo ndio unaitwa nini? Corruption inaitwa nini kwa Kiswahili? Ufisadi. Huyu ni mkubwa. Feliki ni governor na ni mfisadi. Anataka apewe pesa ati amwachilie. Lakini Paulo anashindwa, niachiliwe niende wapi? Na mimi nataka kwenda wapi? Rumi. Sasa Paulo hakumlipa. Basi Mithali 28:1 wapatia funzo hapa. Waovu ukimbia wasipofuatiwa na mtu, bali wenye haki ni wajasiri kama simba. si tunamwona Feliki governor anafanya nini? Anaogopa. Na je, Paulo tunaona Paulo anaogopa? Hapana. Kwa sababu alikuwa na haki na wako na Mungu. Kwa hivyo tukiwa na Mungu na tumefanya haki, hakuna mtu anapaswa kututisha. Kwa sababu hapo mbele tumeona Mungu amesema vile atakuwa pamoja nasi na atatukinga na atatusaidia. Na atatumia mkono wake si wa kushoto. Fikiri. Kiwacha mkono. Mungu si wa ajabu. Si tunaambiwa hii yote tunaona ilikuwa tu neno. Hakutumia mkono. Alikuwa anasema iwe na iwe. Tunakuwa kama haya mahindi tunaona hapa, ambayo ni chakula. Tunaona majani mengine pale ambayo Gibson huwezi kukula, lakini mbuzi inakula. Mtu anafanya hivyo tu kwa maneno. Akikwambia mkono wa kulia wa kuume si wa kushoto, si kabisa. Yamekuhakikishia yuko na wewe kabisa kikamilifu. Tunaona ule apaso wa kuogopa Paulo haogopi. Si umesikia ni pesa anatakia na alipe. Si labda hata ule askari amemwambia wewe si umpe mkubwa kitu uende. Paulo akakataa. Hebu tukatae rushwa, hebu tukatae kutishwa na watu na wanadamu, tukatae kutishwa. Tumwamini Mungu na tufanye yaliyo haki. Amen. Tukimalizia 5. Tusome 27. Timia Feliki akampokea Porkio Festo atawale badala yake, na Feliki akitaka kuwafanyia Wayahudi fadhili akawamwacha Paulo amefungwa. Umeona sasa hiyo story. Kwanza akisema tunangoja nani ataita nani? Lysia. Sasa Lysia na governor nani alikuwa mkubwa? Si ni governor? Kwa sababu Lysia alikuwa tu ni jemadari wa Yerusalemu, lakini huyu ni taifa lote, yeye ndiye mkubwa.
Unaona, miaka miwili kama alikuwa mtu wa busara na nini, Lissi angekuwa amekuja na akasema vile ilikuwa na kesi ikakwisha, lakini akaona hapana, hii kesi isiishe haraka hivyo nipate kitu. Lakini miaka miwili, wewe fikiri, Paulo alikaa miaka miwili amefungiwa, haendi, amekaa na ngoja, hateswi, hafanyishwi kazi ngumu, yeye amekaa na ngoja. Sijui wewe wadani umengoja miaka mingapi kile ulikuwa unaomba. Gibson, umesoma unangoja kazi, si ndio? Utangoja muda gani? Na je, utangoja kama Paulo? Si unajua kile unataka kufanya? Paulo alijua, lakini miaka miwili Feliki amemfungia. Na hata katika barua zake zingine alisema mimi nimefungwa, lakini neno alijafungwa. Yeye aliendelea kuwatia ndugu nguvu, aliendelea katika mikutano kuwaeleza ni lazima tujikaze, kwa sababu hii safari ni ngumu, lakini tuko na Mungu. Naambiwa kukakuja mtu mmoja anaitwa Porkio Festo, akakuwa sasa ndiye amekuja kuwa governor. Sasa na huyu Feliki si angemwachilia Paulo kwa sababu kesi ni yake, aamue, lakini akaona hapana, sitaamua hii kesi ndio niwafurahishe hawa Wayahudi, sitaki. Kwa hivyo kama alikuwa anataka pesa kwa Paulo, usikuonyeshana hata Wayahudi pesa walikuwa wanampa. Alikuwa mtu mfisadi, kama vile kuna watu wengi Kenya wafisadi. Ukienda kwa chifu, leta 500 ya wino wa kalamu, ya kalamu, si ndio? Leta 2000, leta 5000. Ukienda kwa polisi, Wadana alifanya gari letu halina nini? Halina mafuta, si ndio tunaambiwa? Lakini mtu akijinyonga gari hilo usitaona limefika. Mafuta yanatoka wapi? Unaitishwa mafuta? Hapana. Sasa ni huyo anaitwa Porkio. Nikaangalia hili jina, nitaka sijui kwa nini kujua hili jina Porkio maana yake ni nini. Porkio maana yake ni nguruwe. Kwa hivyo alikuwa anaitwa Nguruwe Festo. Nguruwe. Sasa Deva kulaki nyama ya nguruwe, anaitwa Festo, anaitwa nguruwe. Sasa na nafikiri katoka hiyo jina pork, si hiyo jina inaitwa pork, ni Kilatini jina lugha hilo alikuwa anatumia. Miaka miwili amengoja, kesi haiendi mbele, hairudi nyuma, amewekwa. Tunaambiwa nini? Tuvumilie, tustahimili. Yaani maneno tumesoma leo, Matendo 24:10. Inatuambia hivi. Funzo, hapana ni funzo, ni Zaburi 27:14. Inasema hivi: umngoje Bwana Mungu, uwe hodari, upige moyo konde, naam umngoje Bwana Mungu. Atumngoje Bwana Mungu. Kungoja uwe hodari unapongoja, upige moyo konde. Kuwa hodari si ni kukosa kuogopa. Wakati unangoja Mungu usiogope, uwe hodari, upige moyo konde. Hata wakati moyo unazimia, moyo unakosa nguvu, unaupiga nguvu, unawaambia jikaze, kwa sababu tuko na Mungu ambaye hashindi. Amen. Basi katika kumaliza mambo yetu ya kutafakari, Matendo 24:16. Nami ninajizoeza katika neno hili, niwe na dhamiri isiyo na hatia mbele za Bwana Mungu na mbele za watu siku zote. Hebu hiyo iwe ni kitu tunatafakari
ni jambo tunazingatia ya kwamba kila mahali iwe na dhamiri nini safi mbele ya Mungu na pia mbele ya watu. Isikuwe unaona una dhamiri mzuri mbele ya Mungu lakini mbele za watu huna dhamiri. Hebu watu wakikuzungumza, kama watazungumza waseme uongo, lakini dhamiri yako ikiwa safi, dhamiri yangu ikiwa safi. Wazo kuu Matendo 24:20 nasema hivi: hao watu hawa wenyewe na waseme ni kosa gani waliloniona kwangu niliposimama mbele ya baraza. Waseme ukweli. Kama ninakosa waseme. Hawasemi kosa. Walikosa kosa wakati wao wakaongeza tu mashtaka ya uongo. Matendo 24:25 sala. Leo ni sala langu leo hivi ya kwamba na Paulo alipokuwa akitoa hoja zake katika habari ya haki, akitoa hoja zake katika habari ya haki na kuwa na kiasi na hukumu itakayokuja, Feliki akafanya hofu, akajibu, sasa enenda zako, nami nikipata nafasi nitakuita. Ya kwamba tuzingatie katika mazungumzo yetu yote haki, kiasi na hukumu ijayo. Tuambie watu kuwa na haki, kuwa na kiasi. Ujue kuna hukumu inakuja, mwishoni hukumu inangoja. Amen. Amen. Basi Yehova Bwana Mungu wetu abariki sana. Amen. Amen.